wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kiukweli hakuna binadamu ambaye anaweza kukizoea kifo. Hakuna na hajawahi kukutokea binadamu ambaye amezoea kifo. Kwa hiyo niwape pole familia, watoto. Huu ndio muda watoto kuungana, kupendana na kuwa kitu kimoja, na ndio mtamwenzi mzee wenu, mzee Hashim Kambi. Hiyo ni ishara nyingine Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba tutaondoka hapa duniani. Pamoja na yote tutaondoka hapa duniani. Yatosha katika maisha yetu yote kuona kwamba ni mawaidha yaliyokuwa yanatosha kwa mwanadamu pale anapoona kifo kimemkuta mwenzake. Yatosha kwetu sisi kujiandaa na maisha ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu katika kufanya amali zilizo njema na kujamiiana na watu katika ijmaa iliyo nzuri ambayo utaacha watu salama kwa mdomo wako, ulimi wako na maisha yako. Yatosha kwamba ni funzo mwenzetu ametangulia mbele ya haki na sisi tutafuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ishi utakavyoishi, lakini ukae ukijua kwamba iko siku utaiacha dunia na utarudi kwa Mwenyezi Mungu kwenye maisha ya hakika, maisha ya kweli. Kwa hiyo baada ya pole zangu za dhati, pia nichukue nafasi hii kusema kwamba misiba kama hii ina nafasi mbili, lakini kubwa, na ndio hiyo nitaishia maneno yangu, ni kutukumbusha kwamba sisi ni binadamu na tumekuja katika maisha haya, lakini iko siku tutarudi katika maisha ya kweli. Poleni sana na tuko pamoja na nyinyi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujue tu dunia hii tunapita. Hii dunia ni fupi sana. Maisha yetu halisi, real life ya mwanadamu yako ardhini. Haya mengine ni maisha ya kuigiza, lakini real life iko chini. Na ili ukae kwa amani kule chini, kwa mujibu wa imani zetu zote mbili, tenda wema duniani. Tusimsahau Mungu. Tusimsahau Mungu, tukumbuke kuna Mungu, tukae na wenzetu vizuri, tusifanyiane ubaya, majungu, mafitna, kuchukiana bila sababu. Haijalishi kwa sababu yaani haipendezi, kwa sababu mwisho wa siku wewe, mimi, yule mwingine yoyote utakwenda ardhini.